Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wasema asante kwa walinda amani kutoka Tanzania wanaoweka rehani maisha yao kuwalinda. Wanatuma maskari yao kuja kutusapoti zaidi sana wa Tanzania. Wale tumekuwa nao siku nyingi mpaka sasa tumefika kwa Tanzibate ya 12. Tumafika tena kwa wale wa komando wa Keraf 5 wako wanakuja tu kwa kukia kufanya nini kutusapoti. Hivi ninawashukuru na nimeona kimya imekuwa. Na leo katika Jifunze Kiswahili tutaabisha hodi BAKITA, Baraza la Kiswahili la Taifa Tanzania, kusikia maana ya neno chotora. Karibu. Ni Jumanne ya tarehe 2 ya mwezi Juni mwaka 2026 kutoka hapa New York, Marekani. Mimi ni Arnold Kayanda. Kabla ya kukuletea mada kwa kina kuhusu mchango wa walinda amani wa Tanzania nchini DRC, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Lea Mushi. Karibu Lea. Asante Arnold. Umoja wa Mataifa umezitaka nchi zote duniani kuimarisha mifumo ya tahadhari za mapema baada ya kuthibitisha kuanza kwa hali ya El Nino, ukionya kuwa mabadiliko hayo ya joto la bahari ya Pasifiki yataleta viwango vya juu vya joto kuliko kawaida karibu kila mahali duniani kati ya mwezi Juni mpaka Agosti na kuchochea matukio mabaya zaidi ya hali ya hewa. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Geneva, Uswizi, katibu mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la hali ya hewa duniani WMO, Celeste Saulo, amesema This update matters. Taarifa hizi ni muhimu kwa sababu El Nino ni kichocheo kikubwa cha hali ya hewa duniani na mifumo ya mabadiliko ya tabia nchi. Bahari yenye joto huongeza joto na unyevu kwenye mfumo wa hali ya hewa ambao unaweza kutumika kuzidisha hali mbaya ya hewa, ikiwa ni pamoja na joto kali na mvua kubwa. Heavy rainfall. Zinakaribia siku 100 sasa tangu kuanza kwa mzozo wa Mashariki ya Kati ambao athari zake zimesambaa duniani kote, kwani umevuruga njia za usafirishaji na kuongeza gharama za usafiri na kuchelewesha utoaji wa huduma muhimu. Shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na masuala ya watoto UNICEF limeeleza kuwa fedha nyingi sasa zinatumika kwenye usafirishaji badala ya kununua vifaa vya kuokoa maisha ya watoto. Gharama za kusafirisha chanjo kwenda baadhi ya nchi barani Afrika zimeongezeka kwa 70%, huku gharama ya kusafirisha chakula, tiba na vifaa vya elimu nazo zikipanda kwa kiwango kikubwa. Shirika hilo limeonya kuwa hali hiyo inalazimu kufanya maamuzi magumu kuhusu ni watoto gani wapate msaada kwanza. Na tunamalizia na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola uliogundulika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Uganda mwezi uliopita Mei, ambapo mpaka sasa watu 49 wamepoteza maisha, 48 nchini DRC na 1 nchini Uganda. Mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, amezitaka jumuiya za kimataifa kutoa usaidizi unaohitajika ili kudhibiti mlipuko. Pia amezihimiza nchi kutoweka vikwazo vya usafiri kwa DRC ili kuhakikisha msaada wa kiafya na kibinadamu unaweza kufikia kiwango kinachohitajika. Mwisho muktasari wa habari. Asante sana Lea Mushi kwa kutuletea muktasari wa habari. Hivi punde ni Jifunze Kiswahili, ambapo leo tutabisha hodi Baraza la Kiswahili la Taifa Tanzania BAKITA. Salia hapo hapo tafadhali. Integrally, solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion and conscience the functions entrusted to me as Secretary General of the United Nations, to discharge these functions and regulate my conduct وفي أداء عملي سوى مصالح الأمم المتحدة وحدها, and not to seek or accept instructions in regard to the performance of my duties from any government or other authority external to the organization.
Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia katika chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia katika televisheni wa shirika. Vile vile unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.sw kwa taarifa na makala. Mimi ni Arnold Kayanda. Tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Tarehe 29 Mei, mwisho wa wiki iliyopita, dunia imeadhimisha siku ya walinda amani duniani. Na hapa makao makuu, maadhimisho rasmi yatafanyika Ijumaa wiki hii. Mwaka huu siku hiyo ikijikita na kauli mbiu wekeza katika amani, na uwekezaji huo ni zaidi ya kushika doria, wito unaotekelezwa kwa vitendo na walinda amani kutoka Tanzania wa kikosi cha utayari cha 5, yani TANZ QRF5, kinachohudumu chini ya mwavuli wa mpango wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ujulikanao kama MONUSCO, katika mji wa Mavivi jimboni Kivu Kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Je, ni yapi zaidi wanayoyafanya na raia wa DRC wanasemaje? Ungana na Private Habibu Shaban kutoka katika ile taarifa iliyoandaliwa na afisa habari wa kikundi hicho Captain Ali Ituja. Ninailinda nchi dhidi ya adui wote na shiriki kutunza amani duniani. Kwa maafa, majanga, huduma na hali mbaya, natoa msaada na ushirikiano. Naam, hayo ni maneno adhimu na ya kizalendo ambayo huimbwa kwa hisia katika ubeti wa pili kwenye wimbo wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Ubeti huo unaakisi mpango wa Umoja wa Mataifa wa DPPA unaolenga kuzuia, kusuluhisha na kudhibiti migogoro ya kisiasa kwa njia ya amani, ambapo kikundi hiki kutoka Tanzania Mei 29 mwaka 2026 kinaungana na walinda amani wengine zaidi ya 700,000 duniani kote katika misheni 11 za Umoja wa Mataifa katika maadhimisho hayo. Imeshapita miaka zaidi ya 10 wa ndugu zetu wa Tanzania waliweza kupoteza majeshi zao askari. Nasema pole, sababu kama mtu anatoka nchi nyingine anakuja anapoteza maisha, ile ni upendo kubwa ya hiyo nchi pamoja na nchi ya kwetu. Huyo ni Chifu Jackie Manoku wa kata ya Matembo vilipo vikundi vya MONUSCO mjini Mavivi, alipokuwa akizungumzia namna walinda amani kutoka Tanzania wameendelea kujitoa na hata kupoteza maisha wakati wakitekeleza jukumu la ulinzi wa amani nchini humo. Chief Manoku ameendelea kupongeza ushirikiano bora ambao umekuwa na tija baina ya kikundi hicho na raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hata wanatuma maskari yao kuja kutusapoti zaidi sana wa Tanzania. Wale tumekuwa nao siku nyingi, mpaka sasa tumefika kwa Tanzibate ya 12. Tumefika tena kwa wale wa komando wa Keraf 5, wako wanakuja tu kwa kukia kufanya nini? Kutusapoti. Hivi ninawashukuru na nimeona kimya imekuwa. Kiachilia mbali doria za kiusalama zinazofanywa, kikundi hiki cha TANZ QRF cha 5 kimeendelea kushirikiana na wakazi wa mji wa Beni na Mavivi katika shughuli mbalimbali za kijamii, kwa kuwa ustawi wa maisha kwa raia hao ndio kipaumbele, kama anavyoeleza kaimu kamanda kikosi TANZ QRF cha 5 Meja Wenslaus Mayoka. Tunashirikiana na wananchi katika mambo mbalimbali. Tumeweza kuwafundisha mambo ya ujasiriamali, wameweza kusoma masomo ya kompyuta. Vile vile tumetoa elimu, matibabu na vifaa tiba katika zahanati mbalimbali za maeneo haya. Vile vile tumekuwa tukishirikiana na wananchi wa DRC katika michezo mbalimbali. Tunawaalika ndani ya kambi yetu kuja kucheza michezo, na vile vile na sisi wenyewe tunatoka nje kwenye vijiji vinavyotuzunguka tunacheza michezo mbalimbali, hasa mpira wa miguu. Maneno haya ya Meja Mayoka yanachagizwa zaidi na raia wakazi wa Beni Mavivi kwa namna ambavyo wamekuwa kinufaika na uwepo wa walinda amani hawa nchini humo. Kwa majina naitwa Maska Sanane Anaziate. Wale wa Tanzania wanakuja hapa Kongo, wametusaidia sisi wa mama
kujiweza kuzia kujitegemea, kushona, saa vile kusuka nyele, saa vile kupiga chakula. Wametuonesha gizi na zisia wa mama tunaweza kujitegemea. Kwa majina kwanza naitwa kwa jina la Frederick Kalunga Grace. Wametusaidia sana hapa mjini mwetu, kijiji chetu. Watu wengi tunakuja wanatusaidia kwa elimu, kujifunza kushona, kujifunza kama kuranda mbao. Wamingi wameshafahamu hiyo kazi. Wamingi hapa juzi tumemaliza seansa moja ya kujua kompyuta. Hiyo imetusaidia sana, na sisi kama wakaaji vijana tumeshasaidiwa. Kwa hiyo maelimu mbalimbali tofauti tumepewa nao watu. Walinda amani zaidi ya 4,300 kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa wamepoteza maisha yao katika jukumu hilo tangu mwaka 1948 kutoka katika zaidi ya nchi 120 wakiwemo wa Tanzania wakati wakitekeleza jukumu hilo. Na nukta hii ndio inanifikisha kaditama ya makala haya. Kutoka Beni Mavivi, jimbo la Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mimi ni Private Habibu Shabani. Masalam, hadi wakati mwingine. Shukran sana Private Habib Shabani kwa mada hii kwa kina. Na sasa ni wakati wa kujifunza lugha ya Kiswahili, ambapo leo mtaalamu wetu Oni Sigala kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania BAKITA anafafanua maana ya neno chotora. Sasa hivi ukitembea au ukipita katika duka lolote au mahali popote, neno expire date hata mtoto mdogo anajua na wanaelewa lina maana gani, lakini wengi au baadhi yao hawaelewi kwamba hilo ni neno la Kiingereza, ambayo expire date au outdated ni maneno ambayo yanaonyesha kwamba tarehe ya matumizi ya hicho kitu imepita. Sasa katika Uswahili tunaita chotora. Mathalan, mafuta haya chotora yake ni lini? Unaweza ukauliza namna hiyo na ikawa rahisi badala ya kuuliza ina expire lini. Shukran sana Oni Sigala kwa ufafanuzi huo. Basi nami nakunja jamvi leo, lakini tukutane tena Alhamisi kwa jarida lingine la video, na kwa upande wa kipindi cha radio ni kila siku. Kwa hivyo kesho Jumatano utapata habari za Umoja wa Mataifa zikijikita na mazingira. Hata hivyo kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN na katika ukurasa wetu wa X Habari za UN. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN katika Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, mimi ni Arnold Kayanda na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.